Bwana, serikali ya Mizuka pamoja na mamlaka kuu ya burudani kutoka nchini Tanzania ndio ambayo inaendelea kutukutanisha kwenye siku nyingine mashuhuri, ambao kimsingi tunakutana hapa kuzungumza mambo mengi zaidi kuhusiana na kipindi kizuri ambacho tunazungumza zaidi ya hip hop kutoka nchini Tanzania. Hii ni Flow Empire, tunazungumza kuhusiana na dunia ya harakati ya muziki wa hip hop kutoka nchini Tanzania, na TV ambayo naitazama kwa sasa inafahamika kama Safanki TV. Hii ndio habari ya mjini kwa sasa, lakini kubwa zaidi ni kuendelea kukufahamisha tu namna njema ambavyo kimsingi unakuwa unapata hadithi za burudani halisi za muziki wa hip hop kutoka nchini Tanzania. Imekuwa ni siku nzuri sana leo. Anaitwa Nteze ndio jina langu. Ukipenda unaweza kaniita Tanzania Finest kama kawa, lakini niko na washikaji ambao utapata nafasi kupiga na story baadaye kutoka kwenye break, au vipi bwana? So cha msingi ni kuendelea kuwa nasi ili uweze kuangalia na mambo mengi mazuri ambayo yanakuja muda mchache kutoka sasa. So tunapata break kidogo, alafu tukirudi tutakuja kuwafahamisha washikaji na kujitambulisha pia, lakini namna ambavyo tutapiga na story na kutueleza thamani ya kipaji ambacho wako nacho kwenye session hii ya leo. Asante kwa kuendelea kwa nasi kupitia Safanki TV. Ukweli na uhalisia ndo hashtag yetu ambayo kimsingi inatupeleka moja kwa moja vitaani kukutana vipaji halisi ambavyo vimebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa leo niko na washikaji ambao tutapata nafasi kupiga na story kama jinsi ambavyo mwanzo nimekufahamisha. Kulia kwangu niko na Mnyamwezi. Huyu anaitwa Boshen, lakini kwa faida ya halisi nafikiri anaweza kawa na uwanja mpana kutufahamisha jina lake kwa undani zaidi. Bwana, kwaje? Yo kama kaa. Kwa vizuri? Mzuka ni mwingi mzee. Nimezungumza na watu ambao kwa faida yale ambao hawakujui ama ndio wanafuatilia sasa hivi kupitia Safanki TV kwa majina halisi, ameona bwana, ili tuweze kuzungumza lugha moja. Yo unaitwa Ember Boshen au sio? Mpumalanga Empire au sio bwana? Hivyo gang. Bwana, kulia kwangu niko na Mnyamwezi, anafahamika kwa jina la Boshen, moja kati ya vipaji vikubwa kwa kutokea kwenye ramani ya muziki wa hip hop kutoka nchini Tanzania. Sasa kushoto kwangu na mshikaji ambaye ukimtazama halisi unagundua kabisa kwamba tafsiri ya muziki wa hip hop ndiko ambako inatokea kwa namna ambavyo amedress. Bwana, inakuwaje? Kama baba. Uko vizuri? Niko poa kabisa baba. Majina yako? Naenda kama Punch Mia ama Badman T Row, Tanzania boy. Bwana, anaitwa Punch Mia. Nafikiri tuanzie kwako tuzungumze kidogo. Kuna kitu kinaitwa technology ama teknolojia kwa Kiswahili. Changamoto halisi ikoje mziki ambao walikuwa wanafanya mababu zetu zamani, mabrother kina Sugu, Joseph Mbilini, kina Joseph Aule, na teknolojia ya sasa? Sasa hivi imekuwa ni wakati ambao msanii anaweza kaa yuko nyumbani kwake na producer kaa yuko nyumbani kwake, lakini still producer anaweza karekodi kwa kutumia voice note na wewe ukamtumia link ya sauti na still yeye akatengeneza ngoma na ngoma ikawa kali, tofauti na zamani ambao walikuwa wanafanya kina Professor, walikuwa wanafanya kina watu kama Joseph Aule, umeona bwana, kina Fandesele, kina Solo Thing na vitu vingine. Teknolojia imekuja kuwasaidia nyinyi, kitu gani ambacho mnafanya muziki kupitia karne hii? Yani kiukubwa naweza nikazungumzia kuhusiana na teknolojia. Kwa sasa tunaona teknolojia inatusaidia sisi, ila mbona ilishasaidia hata ndugu zetu. Teknolojia ni ujuaji wa kudiki kitu ambacho kitaenda kukupa wewe faida kwenye matumizi ya manifestation ambacho kitu tutachokidirect wakati huo. Mfano, kuna watu kama East Coast walikuwa wanatumia teknolojia, ndio maana walikuwa best before. Shelewa? Walikuwa watu kudigi, walikuwa wanajua kuna vitu fulani ambavyo vya kiteknolojia walikuwa wanavielewa, ndio maana walikuwa wana move, wana step kubwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi kuhusiana na hizi vitu hivi na hivi, hizi ilikuwepo, ila kutokana ni updating na uelewa kwa wakati huu ambao tunajielewa, kuna vitu ambavyo vipo yani vimejirahisisha. Kutokana na zamani hadi ugundue hivyo vitu inakuwa ni ngumu sana, ndio maana nakwambia ni vitu vya kuvitafuta, vya kuvidiki. Sasa hivi ni vitu ambavyo mimi siwezi nikakunyima yeye elimu hiyo. Ushaelewa? Zamani mtu alikuwa anamnyima mwenzake kutokana na akiangalia naona kwanza hii elimu nilipopata familia imehangaika, tabu, shida nini, afu nije kupewe for nothing to block a girls na kwa noma. Lakini sasa hivi tuna nyoyo ambayo ya kusapotiana, kusaidiana, kufikishana sehemu husika. Ushaelewa? Japo kwa hata awali nao walikuwa na nyoyo kusaidiana, kufikishana sehemu husika, ila ilikuwa for basic kwa upande na upande. Ndio maana watu zamani walifanikiwa wengi, ama wasanii walikuwa wanatoboa wengi, walikuwa wanafanikiwa katika pande na pande. Ushaelewa? Lakini kwa sasa hivi teknolojia kwa kizazi cha sasa kinasaidia, alafu kimerahisisha, alafu uelewa umekuwa mkubwa zaidi. Ndio maana vitu vinaenda on point, on target.
kwa wakati husika. Bwana huyu anaitwa Punchline ambaye tumetoka kupiga na story. Sasa nigeukie kwa mwanangu hapa Boshen, pia ni moja kati ya wasanii wakubwa sana ambao pia wanafanya muziki wa hip hop kutoka nchini Tanzania. Boshen, tunasema kuwa na dhamira moja kufanya muziki wa hip hop ni jambo moja, lakini kuchukua muziki na kufanya kuwa ni biashara, kupeleka tu international na kuwa ni jambo jingine. Umekuwa unafanya muziki wa hip hop kwa muda mrefu sasa. Unadhani muziki wako una demand biashara ambayo unaifanya kupitia muziki, na kama ipo tueleze kwa kina kidogo? Of course, yani kwenye upande wa muziki wangu ni kitu ambacho sometimes huwa natumia akili nyingi kufanya vitu kwa upande wangu mwenyewe bila kupata support. Ndio maana sometimes tunatumia muda mwingi sana kukaa kutengeneza bila kufanya vitu vikubwa kutokana na income inakupa ipo ndogo. Sasa hapo tunachokipambania, tunaomba tupate support, watu watusupport, tuweze watu waekeze ili tuzidi kukua zaidi kimuziki, tufanye biashara kubwa zaidi. Hiyo ndio kitu kikubwa sana. Kuna uhalisia gani kati ya wasanii ambao wanafanya muziki wa hip hop kuzalisha beef? Yani tunaamini kabisa kwamba ili Boshen awe msanii mzuri wa hip hop basi lazima awe na beef na Punchmia ili kutengeneza hiyo competition. Hii ina ukweli kiasi gani? Hiyo mimi naamini ujue nini beef, wasanii hawagi na beef, ila mashabiki ndio wanatengenezaga beef. Kwa sababu gani ujue? Yani tunaweza tukatoa show sehemu moja, nikishuka mimi wanakushangilia, wananishangilia, ukija wewe wanakushangilia photo, baadaye wanatugombanisha, tunagombana. Sisi hatuwagi na beef. Hata siku muziki mashabiki ndio wanatugombanisha, sisi tunawataka wale wanatugombanisha. Hiyo hamnaga hiyo. Mimi siwezi kutengeneza beef na msanii mwenzangu ambao hatujuani. Sometimes muziki tu umefaa tujuane. Tuje kwenye content wise, kwa maana ya maudhui ya muziki wa hip hop, hususan kile ambacho unakifanya kwenye game ya rap. Muziki wako unalenga zaidi kwenye maudhui ya namna gani? Either uelimishaji, either kuelimisha watu kuhusiana na madawa ya kulevya, either umejikita katika kutafuta hela peke yake, ama ikoje? Mimi muziki wangu kwenye inspiration sana ya hustling, wanangu kwenye kuhustle nini hivyo yani. Yani kwenye watu wote wanaohustle ambao wanatafuta kwa jasho lao, mimi ndo nakuwa naimba nao yani. Of course. Bwana Punchmia, turudi kwako, tuweze kusikiliza mawili matatu kama ambavyo tumemsikia Boshen hapa. Tunapozungumza kuhusiana na muziki wa hip hop, tunazungumza kuhusiana kitu kinachoitwa maisha halisi ya hip hop, au vipi bwana? Tuje kwako, umekuwa ukifanya game kwa muda kidogo, lakini ukawa kimya hapa katikati pamoja na vitu vingine kama hivi. Ukimya wako unaashiria nini kwenye game? Na mkisimama kidogo tunapata picha kwamba kuna baadhi ya watoto wanakuja kufanya vizuri sana kwenye game ya rap. Umeona bwana, wapo vijana kama kina Young Lunya wameikamata kwenye game ya hip hop, wanafanya vizuri. Walikuwepo kina Young Dar es Salaam, umeona wakaja kina Young Killer na vitu kama hivyo. Pengine ukimya wenu unakuwa unasababisha vijana wengi kulipuka huko chini. Kukaa kwenu kimya kwa muda mrefu, hauoni kama inaweza kaleta shida kidogo? Ya, kwa upande mmoja ama upande mwingine inaleta shida, lakini kwa upande wetu, kwa sababu sisi tunaelewa kwa sababu gani tupo kimya. Tupo kimya kwanza kabisa, tunatafuta capital ambayo ya kuweza kufanya sisi tukafika sehemu fulani ambayo tunailenga, kwa sababu sisi tuna move na triple T, timing target. Ushaelewa? Kama kuna watu ambao wanaaminia hii game ya hip hop sana, inatamani kufika sehemu fulani Tanzania ikawakilisha katika upande fulani katika hip hop, vipaji vipo, uwekezaji hamna. Tuwekeze katika hip hop, tuwekezwe katika hip hop, maudhui yetu yafike katika mataifa na mataifa, kwa sababu sisi tunaenda kama manabii. Nachokiongea sasa hivi unaweza ukaona ni kawaida tu, lakini ndio kitu ambacho kitatokea ndani ya miaka kadhaa. Wangapi washaongea hivyo vitu na vikaja vikatokea? Ni wasanii. Ushaelewa? Kwa hiyo msanii ni mtu ambaye anafikisha jumbe katika ulimwengu, sio katika taifa, katika jumuiya, katika ulimwengu. Ndio maana unaona muziki una stick katika pati nyingi sana. Hata msibani ukiwepo, tunasikiza muziki. Yale maudhui yenyewe ya nini? Ushaelewa? Kwa hiyo hip hop ipo Tanzania, sisi tupo. Ukimya wetu tunajiseti kwa sababu capital yetu haiko sawa, haiko fixed ya kuplay part zote ambazo tunaona tutaenda kuona hiki kitu. Ila tukipata nguvu kwa wale wapenzi wa hip hop, wale wapenzi wa muziki mzuri, wale wapenzi wa muziki wa kuelimisha, wale wapenzi wa muziki ambao wenye ukubwa na upana katika mataifa na ulimwengu, si tupo
tuna kazi nyingi sana. Sio kama tumekaa kimya tufanye kazi. Kila siku tuna record. Tuna home studio. Tuna record kila siku. Kila day tuna record. Kwa hiyo kazi zipo baba. Bwana, ina noma. Anaitwa Punch Mia ama Punchline kama jinsi ambavyo umetoka kumsikiliza na kumtazama sasa. Niendelee kukufahamisha tu ambao unaendelea kutufuatilia kupitia Safanki TV. Hii ndio chimbo la kijanja, tunakutana na washikaji, tunakutana na madogo ambao wanafanya muziki na kujitafuta waweze kwenda mbali zaidi. Sasa kupitia Safanki TV, lakini pia kupitia Flow Empire ndio kipindi pekee ambacho kinakusudia kuchukua vijana wengi kutokea mtaani, lakini pia kuwatambulisha kwenye game ya rap, lakini kuangalia vile vipaji ambavyo vimebarikiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Au sio? Anaitwa Nteze ndio jina langu kama jinsi ambavyo nimekufahamisha hapo mwanzo. Tunapata break kidogo. Anaitwa Nteze kama kawa, niko hapa na sasa namkabidhi microphone ndugu yangu Punchline. Unaweza kumuita pia Punch Mia, aweze kutufungulia ukurasa wa freestyle battle kwa njia moja tu. Bana, mic ya kwako, so welcome to the show. Enjoy, tupe ladha halisi ya freestyle kutoka nchini Tanzania. Karibu sana. Yo, Baba T-Row. Baba T-Row. Baba T-Row. Baba T-Row. Baba T-Row. Sema na mwenda pole ya jukwai, mkaa kimya so mlokole na so kila mfuga ng'ombe ni Masai. Ili ni jungu kuu ambalo liko sokoko, mziki umetoka na mbali tangu nilipokuwa mtoto mwepe. Azidi kilo tije sinyime chakula na kaza zaidi ya wilo longomba siuze sul. Mapenzi nusu kanzo ya valiki kwa kapul, usisabu hizi tanzo sijikuta za small. Kitabu cha hadithi napenda kusimulia, napenda kumwanzilishi nisipate fumani. Nisikilize kwa makini, mimi nataka nikueleze ubichi lova bikini haikupaswa kutongoza. Niko safi uliza WCB, mimi ni mnyama mweso nabisha mlize TID. Niko part 1 part 2 yani paka 3 Batman T-Row, yes Tanzania boy mimi ndo mimi wala sishindana na nyinyi. Kaeni mbali, mimi ni mtoto mjini Sipolini. Alafu mkiniona speed kama Lamborghini, akili ni 100. Okay, ongezea na 90. Na jamii ni punch malizia 100. Mimi ndo mtanza mbaya, nimeamua kutangaza nia na pambana nia. Haki yangu pia so angalia, usije kaleta fagio sijawahi fagilia. Mimi sio nyinyi, weke kichwani Batman, usimjifanya ikapanda maluani. Hapa Abduli pale Shabani, ni usilize nani, nenda kama T-Row malizia. Niko safi, niko poa, ukijumlisha boshen na atakutoa. Nipo kwenye issue natoboa, waambie nishajijumlisha hivi nani wakunitoa. Usijeleta ligi ndogo, nakwenda kama Ronaldinho dali kanzo tobo. Natokea Rufiji sitokeagi Kindorobo, waambie dawa mwenye shobo nimegundua lo. Baba T-Row, Punch Mia on it 1 2. So what? Okay, sikiza na so nywele tu, hata nguo miwaga na chana. Wanajua Faridi hadi wale wakina Kiubanda. Mimi nawachukua kwa kibanda, nasikia wana ruti nyingi za kulanda. Niko safi, malizia tena juu kija kuleta mambo yako sio vema. Ukubua nene, tunazidi nena. Leo aliyokosa amepata tena, Mungu anabariki kwenye shida njaa mpaka ziki. Japo wapo wanatuombea sikuishi vipi, bwana misosi hadi leo atokwe vipi. Oya mwanangu, nani ametoka kwa chips? Bana, Mnyamwezi anaitwa Punch Mia kama ambavyo umetoka kumtazama. Pia alikuwa anafungua ukurasa kuhusiana na session hii ya freestyle na yeye ndio ambaye ametuanzia. Time hii ni ya kwake sasa. Naomba nimkaribishe kwenye 1 and 2 Mnyamwezi ambaye anafahamika kwa jina la Boshen, ili aweze naye ku freestyle na kutuonyesha kile ambacho kama mchizi Punchline ametoka kuonyesha muda mchache uliopita. Boshen, mic ni ya kwako, so enjoy yourself. Atuonyeshe kile ambacho uko nacho ili tuweze kuenjoy ladha halisi ya muziki wa hip hop kupitia Freestyle Nation. Karibu. Chia. Kabla sinywa na kwa smart, nikinywa na kwa jini. Sometime naenda chachi, sometime naenda msikitini. Time na kwa na watu, sometime na kwa sometime najiulizaga zishida. Naweza kabwa jini alafu nikamtesha Lucifer. Naweza kabwa duli alafu kazidisha misifa. Naweza kabwa nguli kwenye maswala ya vitita. Kama unioni nipo juu kama Jupiter. Kwangu mimi uo star so mchongo. Mbwembo nyingi insta, mama nakaa nyumba ya udongo. Kaka vipi? Na kusaliti naenda kama manifongo. Snitch na kupandisha mori na kupiga chenga paka goli. Wesi mbea kabwa simulie na hii shabani.
unabaki stone. Yeah, and this is how we do it. Wasotujua nataka watujue, misele kanyamala nataka asema chengu kama vala, Mungu baliki inshallah. Kiongelea jala cheku unavonipa pala no, napata stress mwenye nyumba navogonga on. School fees mtoto nashindwa hata kuja afford. Yeah, Bana anaitwa Boshen Mnyamwezi, ametisha sana. Ilikuwa ni session ya freestyle kwenye beat namba 1 ambayo tumeweza kumsikiliza kila mmoja, tumeweza kuenjoy ladha halisi ya burudani. Niendelee kufahamisha tuendelee kubaki nasi kupitia Safanki TV. Hii ni Flow Empire. Usiondoke, tunarudi kwa beat ya pili, tuna change beat, alafu tunarudi kumalizia session ambayo inafuata na tutakuwa tunaagana na wewe ambaye umetazama kutoka hapo mwanzo mpaka sasa. Kwenye beat ya kwanza alikuwa ametufungulia Mnyamwezi Punch 100. This time around anatufungulia mchizi ambaye anafahamika kwa jina la Boshen. Yeye ndio anatufungulia kwenye session ya pili. Tuna change beat alafu tunadondoka kwenye mizuka fresh. Boshen, karibu sana. Yeah. Let's go. Yeah. International. Oya, kata simu, maneno yako mengi unataka kulusha steam. Umeyakanyaga sasa, nakuletea ublanko, nakuletea uchim. Unanidai twende kakulipe gym. Indo maiki inatikisika sasa. I was born to zina miminika, basi zina miminika, basi zina tiririka. Taka kujua nani anajua nani ajui, kutaka kujua nani simba nani chui, kutaka kujua nani adui nani, kutaka kujua mistaki kujua lokbandika, mi nataka kumjua anayekujua zaidi anavyonijua mi nataka kujua no unavyonijua mi no. Jia zimwe mtu dudu baya, dudu zimwe mtu dudu baya, dudu zimwe mtu dudu baya, dudu zimwe mtu dudu punchy, let's go. Twende. Here we go now. International. Yeah. Inaitwa Safanki. Ukweli na uhalisia. So sikiza, kwangu pakavu tachuzi na paloane. Kama unadili na mimi haina maana tujuane, haina maana tusemane, haina maana sengenyane. Kaa huko mkae kule, basi mbali tu wachane. Ubinadamu kazi la wengi hawana jira. Kilo na muuliza vipi anakujibu bila. Sio kama na hasira, sio kama amezila. Maisha fulani ya fucked up yanamtia sana sila. Nyumba ina paa lakini haiendi mbinguni. Cheki mchizi alivyokaa ni mapozi ya uzuni. Mimi ni mtoto wa kitaa, ukipenda nite takuni. Nishaisha kwenye njaa, usiulize chochea kuni yo. Ukileta uchapa kwa jogo, naitwa Batman, kitaa ikanyita Tiro. Na kila nikifanya miuoga kwanza so anodi na kwenda kama vile bolo yanki bobo panki. Mimi naishi Saglaf Kato Park, nilipotoka mimi Omboy speed kali wao ipati. Sina GPRS kivyo vyote waweze ni traki. Shaba na mjua sio shabashi, mitungi na mikasi kama ngwea. Bama Kinondoni kwanza natokea, na speed yangu kwanza nikipita bea. Oya mindo yule mzizi ambaye nikitoka siachi mmea. Naitwa Safanki TV. Oya ukweli na uhalisia. Hiyo ndo inaitwa Safanki TV. Ukweli na uhalisia. Hiyo ndo ukweli na uhalisia. Undo ukweli na uhalisia. Okay, sikiza na hadithi nyingi naweza mimi nikakusimulia. Safanki TV, ndo ukweli na uhalisia. Sasa mimi ndo mtanza, acha nipambania nia ile ambayo inabidi wote kuwadia kufika pia. Sisi wote tupo kwenye njia, sisi wote tunataka wala tukati pia tamaa. Tulipotoka shida usiulizage nizo njaa, sio kukataliwa na tuchakatiliwa na mitaa yote. Mimi vyangu siishi vitu wangu, nikitokaga na wanangu waga ni wangu. Mimi people na kwenda kama vile mbanto. Oya sikiza, mimi mtu wa people so mtu wa watu. Safanki TV, ukweli na uhalisia babu.
You know what it says, Badman T-Roll, Punch Me, a power of Tanzania, a lot of African ways. What up? Ukweli na uhalisia, Safang TV. Ukweli na uhalisia. Yo. Bwana, tumefunga rasmi session ya freestyle kwenye raundi ya kwanza na raundi ya pili pia. Raundi ya kwanza alianza Mchizi Punch Mia, alafu akafuata Boshen, na raundi ya pili alianza Boshen akamaliza Punch Mia kama ambavyo umesikiliza. Boshen, ngoja tuanze na Mchizi hapa kwa sababu engo bado iko kwake. Punch Mia, tuzungumze kuhusiana na watoto ambao wanakuja kwenye game ya rap, wale ambao wamejifungia ndani na hawaamini katika vipaji vyao, japo ni wazuri na wanachana na imekuwa ni vizuri. Unawaambia nini kizazi hiki? Yaani unajua Mungu anabariki, kama alikubariki na wewe pia kionyeshe ulichobarikiwa, usikifiche, kionyeshe mbele ya hadhara, mbele ya umati. Wapo ambao wataukubali, wapo ambao watakukataa. Watakubali kwa faida, watakukataa kwa faida. Ya wakati huo utaona hasara, lakini kwa wakati ujao utaona faida, kwa sababu bora upate gumzi la wanaokuchukia wengi ili wakutengenezee msemo ama masemango baina ya watu wengine wasiokujua kujue, ili upate wigo wa kujulikana na watu wengi. Ushaelewa? Au ndo watu wataenda kukupeleka sehemu fulani, baadaye ndo utakwambia unaona faida yake. Kwa sasa utaona faida, utaona maumivu tu, kutokana utaona mimi mbona nafanya hivi afu nikubali. Ila hao wazokubali hao, kumbuka wanakudisi sana, wanakuzungumzia sana kwa watu ambao wewe hata hukujui. Kwa hiyo wanakufanya watu wengine wanakujua. Okay, zungumza dakika moja na mashabiki wako, nawaambia nini kuhusiana na ukimya ambao uko nao, na mashabiki watarajie nini kutoka kwako kupitia Safang TV? Mimi hapa bwana, kusema kweli ukimya sio ukimya mkubwa sana. Soon hapo kwenyewe kuna ngoma ambayo inaenda kuliliziwa tarehe 20, Punch Mia Fix Revolution Center. Ni vijana fulani madancers nimewashirikisha katika hiyo ngoma. Japokuwa na play part ya kucheza, tunajumlisha muziki wa tamaduni wa Tanzania na Afrika. Tukaweka katika pati yake, tufanye creativity kubwa ambayo inaweza kufanya kitu baadaye badala hapo. Kwa hiyo kazi zipo nyingi na nyingi sana. Baada hiyo zitakuja album, zitakuja EP, yani Vulumai. Watarajie mazuri kutoka kwetu. Okay, mimi nikushukuru sana. Nami pia. Boshen, turudi kwako. Zungumza na vijana ambao pengine wako mtaani wanatamani kufanya makubwa kwenye game ya rap, lakini bado na changamoto ya kujistukia na kukata tamaa na vitu kama hivyo. Unawaambiaje vijana ambao wanatamani kuja kwenye game? Mimi kikubwa ninachowaambia vijana kama ujue wasikate tamaa, afu wasijifungie ndani, au sio bwana? Hamna kitu ambacho utajifungia mwenyewe kwa watu wakikijua, au sio bwana? Hata si wenyewe tuna vitu ambavyo tulianza tukajifungia, lakini tukapata watu, tukajitoa watu kwa watu, tunakaa na watu hadi sasa hivi tupo na watu, na still tunahitaji watu. Sasa tunahitaji msingi wa watu. Sasa wao wasijifiche, waonyeshe vitu wavyokuwa navyo ili waweze kuja kusaidia familia zao. Sometimes changamoto ni nyingi, sio, au sio? Kitu kama hicho sio. Aina noma. Kwenye message yangu hapa ameingia huyu anasema bana, Boshen ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri muziki wa rap na tunawakubali sana, lakini amekuwa kimya kwa muda mrefu. Neno moja kwa mashabiki ambao wanatamani kuona unarudi tena kwenye game, na mipango ikoje? Ujue ukimya, ukishakuwa unafanya biashara ya music au ukimya, unakuwa unaandaa tu utaratibu wa product ili ujenge sasa mfumo mkubwa zaidi. Kwa hiyo watu wategemee hivyo. Tuna zawadi hapo nitawapa mwezi wa 12 nadhani, kama mwishoni hivi kuna zawadi tutawapa, watafurahi, wataenjoy. Waendelee kusubscribe, waendelee kuwa pamoja, waendelee kusupport, tunawapenda. Vitu vizuri vipo Safang TV hivyo yani. Bana, haina noma. Anaitwa Boshen kama ambavyo nimekufahamisha mwanzo. Instagram pamoja na mitandao yote ya kijamii anapatikana kwa jina la Boshen, lakini pia nilikuwa na ndugu yangu anafahamika kwa jina la Punch Mia Punchline. Unampata pia kwenye mitandao yote ya kijamii kuanzia Instagram, Facebook, TikTok na kote huko. Lakini usisahau tu kwamba Safang TV ndio habari ya mjini kwa sasa. Leo tulikuwa na washikaji ambao tumepata nafasi ya kuzungumza mambo mengi kuhusiana na kile ambacho wao wanafanya kwenye game ya rap na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia tulipata wasaa wa kusikiliza ladha halisi za burudani kwenye freestyle session kama department, na mimi niko hapa kwa ajili ya kuongoza department hiyo. Nasema nimeenjoy sana. Nikushukuru wewe ambaye tulikuwa na wewe toka mwanzo mpaka sasa. Hakuna kingine, tuendelee kutufuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii ambao kimsingi tunafahamika kama Safang TV kwa mitandao yote. Anaitwa Nteze, Tanzania Finest. Sina kingine cha kusema zaidi ya kukutakia kila la kheri, na mimi nakushukuru bwana. So tukutane tena baadaye. Itakuwa lini, wapi na time gani, itakuwa ni episode inayofuata. So bye bye.